hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi. Yanga sio timu ya kucomplain about referees, about TFF, about bodi ya ligi. Hatutalalamika kokote. Tutakwenda kushinda uwanjani. Lazima tutengeneze confidence kwa viongozi, wachezaji, wanachama na washabiki. Nitafanya kazi kuliko punda mwenye njaa kuhakikisha kwamba Yanga inatimiza malengo yake. A few moments later. Mpaka sasa hivi najiuliza why? Yaani mpaka ameenda kutoa statement kama zile, kwa nini? Anataka kutuambia nini? Lakini nikisikiliza na nikisoma body language, ni kiburi cha madaraka. Madaraka yakisha kulevya, unadhani unaweza kusema jambo lolote, unadhani unaweza kutenda chochote kile. Yaani madaraka yakisha kulevya, tukishaona ile wewe ni superior na watu wengine wote hawajui kitu, unaweza kusema chochote. Kusema hiki kinachofanyika ni ujinga na utoto ni dharau, ni ulevi wa madaraka. Kusema mwende mkacheze sinema zenu ni dharau, sio heshima. Hata hizo sinema ni industry kubwa. Mimi mwashangaa hawa wacheza film. Nilitegemea watoe statement wao kwanza, chama chao, waigizaji. Kwa hiyo sinema ni jambo la hovyo, linaingiza mapato makubwa kwa nchi. Rais wa nchi kacheza film. Wacheza film duniani ni matajiri kuliko wacheza mpira. Unasema mkacheze sinema, maana yake unadharau industry hawa. Unadharau kazi kubwa waliofanya waigizaji wa Tanzania. Unaona ni jambo la ovyo ovyo hili. Lakini nani atatoka kumjibu? Watu wanaogopa kufungiwa. Viongozi wa vilabu vyetu ni waoga, kesha tengeneza mazingira, ukimjibu ukisema unafungiwa. Wanaogopa. Lakini walipaswa wao viongozi wa Yanga watoe statements immediately baada ya kauli ile. Lakini nani atakuwa atavisha paka kingine? Waoga wa kufungiwa